Hii simulizi ina mafunzo mengi sana mtazamaji, tazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Katika kijiji kidogo kiitwacho Pasua, aliishi mama mmoja aitwaye Mama Neema, na binti yake Neema alikuwa ni binti mzuri na mrembo sana katika kijiji hicho. Ukitaja orodha mabinti wazuri katika kijiji, basi Neema ni miongoni mwa binti wazuri sana katika kijiji. Na kutokana na uzuri aliyokuwa nao Neema, wanaume wengi walikuwa wakienda kwao kutoa posa kwa ajili ya kumoa, lakini Neema aliwakataa. Mpaka mama yake akamuuliza Neema, "Hivi mwanangu, utaolewa lini? Umri unaenda na wanaume wa maana wanakuja hapa nyumbani, unawakataa? Unasumbuliwa na nini mwanangu?" Neema akamjibu mama yake kwamba, "Mama, muda wangu bado nitampata nimpendaye mimi." Kisha Neema akaondoka zake. Mama yake na Neema alimtazama binti yake na kuona kabisa huyu binti anasumbuliwa na ujana, hivyo alimtazama na akatulia tu ili kuona mwisho wa binti yake upoje, ambapo ujana unamsumbua sana. Baada ya wiki kadhaa kupita katika kijiji hiko cha Pasua, alikuja kijana kutoka katika kijiji jirani kiitwacho Ngole. Hivyo kijana huyu alimuona Neema na akavutiwa naye sana. Hata pia Neema alipokutanisha macho na kijana huyu ambaye anafahamika kwa jina la Jack, alitokea sana kuvutiwa naye. Hivyo wawili hawa walitazamana kwa muda, kisha Jack akaamua kutoka sehemu alipo moja kwa moja akamfuata Neema na akaanza kuongea naye. Mara baada ya Jack kuongea naye Neema kwa uzuri kabisa, Neema alimuelewa Jack na mwisho wa siku wakakubaliana kuwa wapenzi. Na kwa kuwa Jack alitamani sana kuoa kwa haraka, hivyo alimwambia Neema ya kwamba, "Mimi nitakuja mwezi ujao kuja kukuoa. Nenda ukawajulishe wazazi ya kwamba umepata mchumba na anataka kukuoa mnamo mwezi ujao." Hakika Neema alipata furaha sana kutokana na mwanaume huyo ambaye ameonana naye kwa mara ya kwanza tu, hata kushiriki naye bado, lakini ameonyesha nia ya kumoa. Neema alifurahi sana. Neema wakati anarudi nyumbani alikuwa ni mwenye furaha kweli kweli. Tena huwezi amini, alikuwa anatembea anaongea mwenyewe barabarani huku akiwaza kwamba hii ni habari njema sana kwa mama yake ambaye amekuwa akimwambia mara kadha wa kadha aolewe, lakini yeye anakataa. Sasa leo kampata mtu ampendaye, hivyo anakwenda kumpa habari hizo mama yake. Neema alipofika nyumbani akampa taarifa hizo mama yake. Hakika mama yake na Neema alifurahi sana na kutwanga kigeregere juu. Kama ambavyo unawafahamu mama zetu huwa hawana shughuli ndogo katika jambo la harusi. Mama wa watu akajimaliza na kigeregere juu. Lakini baadaye akamuuliza, "Mwanangu, kijana huyu ambaye umempata ni kijana anatoka katika kijiji gani?" Neema akiwa na furaha na akatabasamu akasema kwamba, "Mama, huyu kijana ambaye nimempata ni kijana ambaye anatoka katika kijiji cha Ngole." Mungu wangu, mama yake na Neema alisikika akisema hivyo, alianza kutetemeka mwili. Akashangaa. Neema akaamua kumuuliza mama yake, "Mama, mbona umeshangaa sana?" Mama yake na Neema akasema ya kwamba, "Mwanangu, usikubali kuolewa na mtu ambaye anatoka katika kijiji cha Ngole. Wale watu sio wazuri hata kidogo mwanangu. Hutakiwi kukubali hiyo ndoa." Neema hapo hapo ile tabasamu aliyokuwa nayo usoni ikafutika haraka, kakunja ndita na akanuna kweli kweli na kumjibu mama yake kuwa, "Umekuwa ukinisumbua kwa muda mrefu sana niolewe, na leo nimepata mchumba, hutaki. Kwa kweli sikubali. Mimi nitaolewa hata kama hutaki." Kutokana na majibu hayo, mama yake na Neema akaanza kuangua kilio. Neema akaingia ndani akiwa ni mwenye hasira kweli kweli, hata akikuelewa kile ambacho mama yake amemwambia. Yani hasikii cha muazini wala cha mnadis wala mzigitini. Anyway, wacha tuendelee. Kweli bana, baada ya mwezi mmoja kupita, kijana Jack akaja na wazee wake kuja kuoa. Mama yake na Neema hakupenda ndoa hiyo, lakini hakuna namna. Mtoto kataga, mtoto kautaka. Basi bwana, Neema akaolewa ndoa nzuri kabisa pale kijijini, watu wakashangilia. Lakini mama yake na Neema roho yake ilikawa inamuuma kweli kweli, na safari ikaanza ya Neema kuondoka kwao kwenda kwa mumewe. Lakini kabla Neema hajapiga hatua tatu kuondoka nyumbani kwao, mama yake na Neema akamuita na kumwambia kwamba, "Mwanangu, unaondoka, lakini siku zote asiyosikia la mkuu uvunjika guu." Hakika mama yake na Neema machozi yakamtoka. Hakika kwa upande wake Neema yeye alimwambia mama yake kwamba, "Umeshaanza mama, wanataka kunitilia nuksi kwenye ndoa yangu." Kisha Neema akaondoka na mumewe.
Basi bwana, katika kijiji cha Ngole walipokelewa kwa uzuri kabisa. Furaha ilikuwa tele bwelele na mambo yao yalienda vizuri tu. Baada ya mwezi mmoja, Neema alishika ujauzito na hapo ndipo mabalaa yakaanza. Hakuna rangi ambayo Neema hakuwahi kuiona, mpaka rangi nyingine mpya akaanza kuzigundua katika ndoa yake. Alianza kunyanyasika kwa sababu alikuwa akiishi ukweni. Mama mkwe alikuwa akimnyanyasa. Baba mkwe, vile vile mumewe aitwaye Jackie, alikuwa akimnyanyasa kweli kweli Neema. Basi bwana, siku zikaenda, mimba ikafikisha miezi 2. Neema mara kadha wa kadha usiku akiwa analala, akishtuka anasikia watu wakizungumza nje, lakini hakufuatilia. Siku moja Neema majira ya saa 7 za usiku alisikia watu wakizungumza nje. Kaangalia katika ule upande ambapo analala mumewe, lakini hakufanikiwa kumuona. Hivyo akaamua kuchungulia katika dirisha. Je, ni kina nani hao mara kadha wa kadha wamekuwa wakizungumza hapo nje katika uwanja? Mungu na mtume. Neema alipochungulia alimuona baba yake mkwe, kavaa nguo nyekundu na nyeusi akiwa na chungu. Kushoto akamuona mama yake mkwe na kulia alikuwepo kijana ambaye ni mume wake aitwaye Jackie, na watu wengine wakiwa ni wachawi wa kijiji hicho wakizungumza habari zake. Binti Neema akawa anasikiliza kwa uzuri wakati wana mimba miezi 2. Mama mkwe wake na Neema alizungumza kwa sauti kwamba, mwanangu Jackie, tulikuwa tukisubiri sana sadaka ya mtoto wako kwa muda mrefu sana. Sasa hatimaye mke wako amepata ujauzito. Hii ndio itakuwa sadaka yetu ya kwanza. Wote wachawi wakacheka kwa furaha, na kisha baba wa Jackie akaamka akasema, naam, tunamsubiri kwa hamu. Jackie mwenyewe akatikisa kichwa kuashiria kwamba amekubaliana kile ambacho wazazi wake wamezungumza. Lo, Neema akajua sasa hapa nimeyavaga. Akakumbuka yale maneno ambayo alikuwa akiambiwa na mama yake mzazi. Neema akaanza kutokwa na machozi usiku huo huo. Akarudi taratibu katika kitanda kisha akalala. Bwana we, siku zote Waswahili wanasema kwamba usiku wa deni huwa haukawi. Neema mimba yake ikafikisha miezi 9. Kisha akajifungua mtoto wa kiume. Bwana we, mtoto huyo akiwa tayari mwenye wiki 2 tu. Siku moja usiku Neema alisikia tena wachawi wakizungumza, na alipochungulia alisikia mama yake mkwe akisema ya kwamba huyu mjukuu wangu akifikisha siku 40 ndio siku maalum kabisa ya kuweza kuchukua sadaka. Ndipo wote wakacheka kwa furaha, wakasema ya kwamba kazi imeisha. Jackie na yeye akatikisa kichwa kuashiria kwamba amekubaliana na yale maamuzi ambayo yametokea hapo katika kikao chao. Neema akarudi, akamtazama mtoto wake amelala. Hakika Neema akalia sana, hajui nini afanye. Mtoto tayari na wiki 2, kwa zimesalia kama siku kadhaa tu ili mtoto wake watu wamtoe sadaka. Bwana we, siku moja Neema alienda katika kisima kwa ajili ya kuchota maji akiwa na mtoto wake mgongoni. Wakati anarudi na maji yake kichwani, alisikia sauti inamuita Neema. Neema hapo haraka iwezekanavyo akageuka na akakuta ni bibi Kizee ambaye amejizekea kikongwe wa hali ya juu sana. Hivyo Neema akamsalimia, shikamoo bibi. Ile bibi akaitikia, marhaba mjukuu wangu, najua unachopitia, najua unawaza nini mjukuu wangu, lakini siri ya kuweza kufanikisha jambo la kwamba unaliwaza la kutoroka katika himaya uliopo, hakikisha unapata nywele za chini za mume wako, hata ziwe 3, 4, lakini ni ziwe nywele za chini. Kisha zifunge katika kitepe cha kanga yako, alafu utoroke majira ya saa 7 za usiku. Hapo ndio njia rahisi ya wewe kutoroka. Lakini usipofanya hivyo, basi ukitoroka utakamatwa, na mwisho siku adhabu yake ni kifo. Yule bibi akaondoka zake. Neema akaweka akilini kwake hili swala linamchanganya, tayari ameshapata ufumbuzi. Hivyo baada ya Neema kutoka kisimani, aliweza kufanya mchakato wa kupata nywele za mpenzi wake ama mume wake, nywele za chini. Hakika alifanya mchakato huo na akafanikisha swala zima la kupata nywele hizo, kisha akazifunga katika kanga kama ambavyo aliambiwa. Sasa mambo yakawa mazuri kwa upande wa Neema. Siku ya 40
Majira saa 7 usiku, tayari wachawi wameshajipanga pale katika uwanja ambao huwa wanazungumzia vikao vyao, na wameandaa kila kitu chao cha kutoa sadaka tayari ili wamchukue mtoto wa Neema kwa ajili ya kumtoa. Lakini cha kushangaza sasa, Jackie alipokwenda ndani kumchukua mtoto pamoja na Neema, la haula, tayari Neema alikuwa ameshatokea mlango wa nyuma na kuanza kukimbia. Jackie alitazama vizuri mule ndani, akaangalia sehemu ambapo nguo za Neema zinakaa, akaona kabisa nguo hazipo. Hapo alarm ikacheza kwa Jackie, akatoka nje haraka katika kikao na kuambia kwamba Neema ametoroka. Wachawi wote wakacheka, wakasema kwamba katika hiki kijiji chetu mtu hatoroki hivi hivi, tutampata tu. Sasa mmoja akasema kwamba muangalieni kwenye darubini yuko wapi tukamchukue. Wakatoa kioo, ndio darubini yao, na wakaanza kumwangaza Neema yuko wapi usiku huu saa 7. Wakamtazama wakamkosa. Hapo vichwa vikaanza kuwanga. Wakaamua sasa kila mmoja atawanyike kwa ajili ya kumtafuta Neema wapi alipo. Mungu wangu, Neema wakati huo anapita katika mazingira tata na hatarishi kweli kweli, kwa maana yake ya kwamba alikuwa akikutana na wachawi hao. Lakini kwa bahati nzuri ama bahati mbaya kwa wachawi wale, Neema akiwaona anaona ni kama hawana vichwa, kwa maana yake kama mtu ana kichwa hawezi akakuona. Ndivyo ambavyo Neema alikuwa akiwaona wachawi hao. Hivi ilikuwa ni rahisi sana yeye kuwakwepa na kwenda na kutokomea kabisa nje ya kijiji hiko. Na mpaka inafika majira saa 11 alfajiri, wachawi wote wakarudi na wakasema kwamba tumemkosa Neema. Neema alikimbia haraka na mtoto wake mchanga mgongoni. Na mwisho siku, baada ya siku moja, siku ya pili, Neema alifika nyumbani kwao. Alipofika katika maeneo ya nyumbani, akaangalia katika mwembe, alimkuta mama yake amekaa chini amejiinamia. Hapo Neema akapiga magoti na akaanza kulia. Mama yake Neema kuangalia mbele, nani analia? Mungu wangu, akamwona binti yake analia kwa uchungu sana. Hakika mama yake Neema naye akaanza kulia. Akajua tayari mwanake jambo baya limeshamkuta. Lakini kwa kutazama vizuri mgongoni, alimwona mwanake ana mtoto. Ndio akamuuliza nini hasa ambacho kimeendelea. Neema akaanza kuhadithia kwa mama yake mwanzo mpaka mwisho. Mama yake na Neema akamwambia kwamba mwanangu, mimi niliyajua yote haya na ndio maana nilikwambia. Neema alimuomba sana msamaha mama yake na kuahidi hatorudia. Na hapo unakumbukwa ule msemo kwamba asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Mwisho wa simulizi yetu hii nzuri, mtazamaji Bongo Super Media. Wewe maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comments.